Ishi maisha ambayo siku ya siku mtu mwingine atakuwa anatamani kuyaiga. Atakuwa anatafuta kuyaiga kwamba huyu mtu anaishi hivi, basi na mimi nipambane niishi kama huyu mtu anavyoishi. Daudi anasema kwamba na alikuwa kijana na sasa ni mzee. Je, kwenye ujana wangu, kwenye ujana wako unafanya nini? Ninahangaika na nini, nashughulika na nini? Au ndo yule mharibifu, mdudu mharibifu, kwa sababu ya ujana wangu, pengine kwa kutokuolewa kwangu ni mharibu ndoa za watu. Kwa sababu ya kutokuolewa kwangu nipo kanisani nimekaa tu kama mtego wa panya ule ambao unakuta umewekwa. Ili panya wote atakayejileta hapa na tegwa. Au ndo nimekaa hivyo kanisani? Je, nimekaa tu yani hivyo tu kwamba ndo hivyo yani? Hapana. Moja ya kitu ambacho nasema binafsi ni maombi yangu sana kwa Mungu, kwamba Mungu, ikiwa kuna binti, yani kuna binti, yani ikiwa kuna binti ambaye aliharibu sana, yani aliyezinizini sana, alifanya mabaya mengi sana, ikiwa kuna binti ambaye ataamua kukugeukia akaishi kwa kunyoka, basi mimi natafuta niwe huyo. Natafuta niwe huyo. Yani moja ya kitu ambacho ni maombi sana kwa Mungu, kwamba Mungu, mimi tu naomba nisaidie. Ni kweli huku kwingine niliharibu sana, ila natamani sana ninapoendelea kwako, basi niishi maisha ambayo siku ya siku mtu mwingine ataona maana ya kubadilika kwangu. Ni kweli kuna baadhi ya maeneo ukipita kweli watu wanabaki kushangaa, kumbe Mungu huwa anabadilisha. Hadi Esther amebadilika. Hadi Esther, ni kweli iko hivyo, ila natamani ikiwa kuna binti yote atakayosema mimi nakata tamaa kwa sababu mimi nimeharibu sana, mimi nimefanya hivi, akiniona mimi aone iko maana ya kubadilika. Aone tu kabisa kwamba mimi hata kama najiona kwamba nimejikatia tamaa, ila kama imewezekana kwa Esther, basi na mimi inawezekana. Je, mimi na wewe binti tunaacha alama gani kwenye ubinti wetu, kwenye ujana wetu? Shalom. Yeremia 17:5 nasema, Bwana asema hivi: amelaniwa mtu yule amtegemea mwanadamu, afanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Sasa nilikuwa na tafakari ya kifungu, amelaniwa mtu yule amtegemea mwanadamu. Sasa hapa tunamtegemea mwanadamu aje? Ni pale ambapo unaona kila kitu unatamani mtu fulani akufanyie. Kila kitu katika maisha unaona kama hauwezi. Ukiwa na jambo kidogo, akili yako inakuonesha mtu fulani anaweza akanisaidia. Na mtu huyo asipokusaidia, unabaki ukimlaumu na kumnung'unika na kuona mtu huyo ni mbaya. Lakini Biblia imekataa. Imesema amelaaniwa. Kwa hivyo unapomtegemea mtu kwa kitu chochote, inakoga umelaaniwa. Hebu tutafakari mimi na wewe, wenda tukapata jibu sahihi. Wewe unadhani kumtegemea mwanadamu ni aje? Kumtegemea mwanadamu ni vipi? Je, mwanadamu hajawekwa kwa ajili ya mwanadamu wenzake? Au Mungu si huwa anatumia mwanadamu kumsaidia mtu fulani? Kwa mtazamo wangu, ni kweli Mungu anatumia mwanadamu kwa kumsaidia mwanadamu. Kama vile wana wa Israeli. Musa aliweza kutumwa ili kuwaokoa wana wa Israeli. Lakini wana wa Israeli hawakumtegemea Musa kwamba atakuja kuwaokoa. Wenyewe walikuwa wakimlilia Mungu. Kwa hivyo tunafaa tumtegemee Mungu, alafu Mungu yeye ndo anajua ni mtu gani atakayemtuma kwetu aje atusaidie. Kwa hivyo tufai kutegemea mtu, kuweka akili zetu kwa mtu fulani, kuweka mawazo yako kwa mtu fulani. Nafaa umtegemee Mungu peke yake. Yeye ndo anaweza akakusaidia. Ili nilikuwa nikitafakari pia katika ubinti. Wasichana sisi mabinti tumekuwa tukitegemea sana ukiwa na mwanaume atakusaidia. Kwa hivyo unaweka akili yako kwamba nikipata boyfriend
nikipata boyfriend anaweza kunisaidia. Ni kweli mawazo hayo yapo. Woga tunafikiria hivyo. Mwanaume atakufanyia kila kitu, mwanaume atakupatia pesa za matumizi, ukiwa na mwanaume au utakosa. Lakini hiyo ni kumtegemea mwanadamu. Tegemea mwanadamu. Kwa hivyo tunafaa tumtegemee Mungu katika hali yoyote. Uende kama umefika mwisho, umekata tamaa, unaona kwamba msaada wako mtu fulani ndo anaweza kukusaidia. Wewe mtu hawezi kukusaidia. Maidia mtu huyo hawezi kukusaidia na kitu chochote. Mungu tu ndiye anaweza kukusaidia. Mungu akubariki sana.